Chuzo TV. Sauti ya jamii. Kwa majina naitwa Bishop Bernard Masale James wa kanisa la The Light Church of the World International LCWI, kwa Kiswahili tunaita kanisa la Nuru ya Ulimwengu. Nini kifanyike juu ya vitendo vya ulawiti Tanzania, hasa kwa eneo ambalo nilopo la Tarime? Kwangu mimi, kwa upande wangu mimi kama mtumishi wa Mungu, ni kueneza injili ziwafikie vijana, injili ziwafikie vijana, makundi mbalimbali. Mimi nafikiri kwamba injili ikiwafikia, mimi nafikiri vitendo hivyo vitapungua, vitendo vya ulawiti vitapungua hapa Tarime. Kumekuwepo na matukio mbalimbali ya ukatili ikiwemo na ukeketaji kwa watoto wa kike na ndoa za utotoni. Pengine wewe unalizungumziaje kama kanisa? Kama kanisa kuhusu vitendo vya ukeketaji, kama kanisa, mimi ninaona kama kanisa bado ni safari iliyoko mbele yetu, maana hao wanaofanya hivyo vitendo unakuta bado hawajatoka kwenye kwenye ile miungu ambao sasa ni sisi kama watumishi ambao bado ni safari tuliyoko nayo ya kuwafikia watu wa namna hiyo, ili kuweza kutoka kwenye mambo ya mila na desturi, ili kuweza kumjua Mungu na kuacha hivyo vitendo vya ukeketaji. Kwa hiyo mimi ninaamini inawezekanika, na kama injili ikiwafikia, kwa hiyo ninaamini kubadilika. Wito wangu mimi, wapatapo huu ujumbe, mimi ninawakaribisha katika kanisa la Nuru ya Ulimwengu. Mimi ninaamini wapatapo ujumbe sehemu mbalimbali, ninawakaribisha ili sasa wataweza kubadilika na wataweza kumjua Mungu. Mimi jambo ambalo ninaenda kuiasa hata jamii kwa serikali, mimi niasa ni kwamba watu wote wapate kumjua Mungu. Ni kwamba watu wakimjua Mungu, na hata hofu itaingia huko serikalini kwa ambao wako kwenye sekta mbalimbali. Hata ninaamini kwamba hata vile vyombo vya dola, kwa mfano TAKUKURU, havitakuwepo endapo watu wote watakapomjua Mungu na hofu ikaingia ndani yao. Kwa kila mtu atakapokuwa kwenye nafasi atatenda haki, na kila mwanadamu atakaposimama mbele yake, kwa hiyo mimi ninaamini atatenda haki kwa kumtazama kama Mtanzania ambaye yuko mbele yake na anahitaji huduma mbele yake. Kwa jina naitwa Mchungaji Lydia Kajuna, ni mchungaji kutoka kanisa la Nuru ya Ulimwengu kimataifa, liko hapa mjini Tarime. Kazi tunayoifanya kama mchungaji katika kanisa tulilopo ni mojawapo ya mambo ambayo tunapaswa kuijulisha jamii tulipo sisi wenyewe, maisha tunayoishi, wakapate kuona kile ambacho kinapata kutendeka ni uovu. Maana katika kazi ninayoifanya ni ya kumtumikia Mungu aliye hai wa jana na leo na hata milele. Ikiwa yeye Mungu amechukizwa na yale yaliyo maovu, iweje sisi wanadamu tusiyaache yale yaliyo maovu? Lakini jamii isipojua, hawawezi wakatambua kwamba kuna ubaya au athari ambayo inaweza ikatupata kutokana na haya matendo ya kukeketa, hizi ndoa za utotoni. Ni kitu ambacho kinapelekea jamii kuweza kupata mateso, na mateso haya yanakuja kwa baadaye. Lakini kadri jamii itakavyojua na kadri itakavyoishi maisha yale ya kuchukia haya matendo yaliyo maovu, hakika ipo faida ambayo tunaweza tukaipata, na kisha tukaweza kuipendeza jamii, na hata nzao zetu zikapata kukua katika maadili ambao wanaujua ukweli. Hata wakati mwingine unaweza ukakuta katika jamii tunayoishi, tunao watoto, mimi najikita kwenye hizi ndoa za utotoni. Hiki kinachopelekea watoto kuweza kupata mateso. Hata wakati mwingine watoto wakishajua wanaweza wasipokee, maana wanaweza wakapata vishawishi. Kwa mfano walioko mashuleni, mimi najikita kwa mabinti walioko mashuleni,
anaweza akajikuta anaitwa, anapewa pesa. Lakini wewe utakapopewa pesa, ukiwa kama binti, uliza hii pesa ni ya nini? Kwa kuwa utakapoikubali ile pesa pasipo kujua ni ya nini, wewe unakula tu. Unapewa chips, wewe unakula tu. Unapewa pesa, wewe unakula tu. Lakini lazima uulize, kwa nini unanipa hii pesa, ni ya nini? Pindi mtoto atakapojua, akiwa ni binti akijua, hakika hawezi kupokea kile ambacho si halali, maana kitampelekea kuingia katika mateso, na ni mbinu ambazo zinatumika ili kuweza kuwadhuru watoto wetu. Kwa hiyo mimi kwa hili ambalo nimepata kujua na nimepata kuliona na kupata kutumika nikiwa kama mchungaji, ninalikemea na sipendi liendelee hata katika jamii niliomo. Majina, mimi ninaitwa Sara Joseph Charles. Mimi kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Mungu ametenda mambo makubwa, kwa sababu leo tumepata mwandishi wa habari ndani ya kanisa letu, amekuja kututembelea. Ninapenda kuwahasi watu wa Mungu, maana sisi tumeumbwa na Mungu. Watu tutakapokuwa na imani ya kumwamini Mungu aliyetuumba, tutakuwa na hofu ndani yetu, maana hatutapata nguvu ya kumtenda Mungu dhambi wala kuikosea serikali pamoja na jamii ambayo inatuongoza katika hii nchi yetu ya Tanzania. Tutapunguza gharama mbalimbali hata serikalini. Matukio ya ajabu ajabu hayatakuwepo, kwa sababu tutakuwa na hofu ndani yetu ya Mungu ambaye alituumba akatupa uwezo ili kusudi tumwamini, tumtumikie. Hatutakuwa na ile roho ya kutenda mambo ya ajabu ajabu. Ninamshukuru Mungu sana kwa kumleta mtumishi wake Jumanne Ntuno ili kusudi aje achukue taarifa ndani ya kanisa ya Nuru ya Ulimwengu. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Amina. Naitwa Doris Moffat Joseph. Ninasali katika kanisa la Nuru ya Ulimwengu. Mimi pia ni kijana kanisani hapa. Napenda kuwashauri vijana wenzangu, karibuni tumtumikie Mungu, maana Mungu ndiye mweza wa yote. Mungu ndiye mwenye kuweza yote. Ukimtumikia Mungu, hakuna jambo litakaloshindikana katika maisha yako. Junto TV, sauti ya jamii.